It's something that a human being should always remember. Maana ya ubatizo, The meaning of baptism, ubatizo tunaikamata katika kipande kimoja kikubwa sana katika maisha yetu. we take it in two ways in our lives. Imekuwa ni alama It is a sign ambayo iko natuonesha vitu ambavyo tuko naona kwa macho, that shows us the physical lakini things, katika roho but spiritually biko vya kitu vya kiroho. there is spiritual Kwa things. hiyo alama That sign, tunaita kuwa we sacrament. call it a sacrament. Na katika And in sacrament the sacrament, tuko na masakramenti mbili we ambayo have two tuko nayo. sacraments. Sakramenti ya kwanza ni ya The ubatizo, first one is a sacrament na of ya pili baptism, ni ya kula meza ya and the Bwana. second one is of the Holy Hii ni Communion. maalama mbili ambayo ama masinye mbili ambayo tuko naona na macho, These are two sacraments we see physically, lakini inamaanisha maisha yetu ya Ukristo. but they represent a spiritual life. Jina Bwana wetu libarikiwe. Praise the name of our Maana Lord. wakati tunapokuja kwenye meza ya For when we Bwana, come to the table of the tunavunja Lord, mkate, we break bread. ni alama ya mwili inayoonekana It mkate, is a sign of the body lakini that is katika kiroho bread. tumejua ya kama tumekula mwili wa Yesu But Kristo. spiritually we are eating the body of Hallelujah. Christ. Amen. Na tunapokunywa maji, And when we drink the tunakunywa wine, vinywaji, mara tumejua ya kama we drink it hiyo ni thinking alama ya damu ya Yesu Kristo and knowing that that is a sign of the blood ilimwagika of juu ya ondoleo wa Jesus dhambi za that wanadamu. was poured for the Na removal of kwa the hiyo sins of visi iko men. ni And alama as it is a symbol ambayo tunaona kwa that we macho, see na ndio physically, sababu hii vitu viwili, that is why these two ubatizo things, kuingizwa katika the maji baptism and na immersion of the kutolewa water nje ya and being maji taken out of na the kuvunja water mwili wa Yesu and Kristo breaking the na body of kunywa Christ divine and drinking ni vitu wine tunaona kwa macho, is something na that we ndio see kwa maana with the vinaitwa eyes, sacrament. but they're called sacraments. Jina Bwana wetu libarikiwe. Amen. Amen, amen. Amen. Ni kusema ilikuwa ni ritual yenye ambayo iko nafanyika, ilikuwa kama vile ya kitradition, ilikuwa nafanyika kama vile tamiko ama kisili, It's to say that it was a ritual ambayo ilikuwa nafanyika kwa Wayahudi, that would happen to the Jews. balikuwa nafanya kila wakati wote. They would always participate Amen, in this. amen. Amen. Gisi ilikuwa ni ritual, As it was a ritual, yani tunajua ya kama wana wa Israeli wakati walikuwa katika Israeli, we know when the children of Israel were in wakati Egypt, Mungu aliwaokoa, when God saved na ndio them, kwenye kulianza Pasaka that yetu. is where their Passover began. Amen, amen. Amen. Sasa katika ile wakati kisha kukombolewa kwa wana wa In Israeli, that period of their Mungu salvation, aliwapatia wana wa Israeli the sheria, Lord gave them the law, na sheria zilikuwa nafuata. and the law would follow. Kulikuwa sheria za kuzilinda mtu yeye peke yake na Mungu wake, There was a law to protect the individual na and their kulikuwa God. sheria ambazo zilikuwa nasaidia juu ya wao katikati ya wao watu wenyewe wapate kuishi katika salama. And there was a law that would help them live in peace. Jina la Bwana and wetu together. libarikiwe. Amen. Sasa ubatizo kwa ile wakati walikuwa nakamata kwa kama kitu kana. But this baptism at the time, how did they perceive it? Ubatizo Baptism ilikuwa kwao ilikuwa ni alama ya kujiosha, to them was a sign of ya sanctification. kujitakasa. Of Kwa sanctification. mfano kama vile mtu katikati ya For Israeli, example, one among the kama Israelites, anagusa kitu cha uchafu if they touched something that is ama unclean, anagonjwa magonjwa mabaya, or they got sick, ilibidi kumtenga. they had to be Kwa yeye separated. kurudia, For them to return, inapaswa ajioshe katika maji they had to purify juu themselves through apate water, kuonekana amestahili that they can be perceived as katika kundi worthy la wana wa Israeli ama among the Wayahudi Israelites or the Jews ama wa Hebrews wa or the Ibrania. Hebrews. Hallelujah. Amen. Yani ilikuwa ni hiyo alama walikuwa It nafanya was this ritual they juu ya did kujitakasa. for sanctification. Lakini katika hii neno ubatizo But in this term baptism, katika Ungiriki ambao umekuwa ni katika Nouveau Testament, in Greek in the New Testament, tunaita ni batizo. we call it baptism. Batizo ilikuwa na maanisha ya kama Baptism meant kuingizwa katika to be maji taken into the water, ama kuplonger dans, to be immersed down, kuingizwa ndani ya to be maji taken under the water, na kutolewa nje. and to be taken out. Hallelujah. Amen. Ni kusema kuingizwa To ndani be immersed katika hali ya wana wa Israeli of the Israelites. ilikuwa ni alama ya kujitakasa. It was a sign of sanctification. Jina Bwana wetu libarikiwe. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ilikuwa na maana kujiosha. It meant to sanctify yourself. Ya ilikuwa na maana ya kusafisha. It meant to cleanse. Hallelujah. Amen. Maana ile ndio ilikuwa verbe yenye baptizo, That was the verb of lakini baptism. baptisma But baptismal ndio imekuwa ni kitendo kenye wakati kuna baingiza ndani is the ya. act of putting one under the water. Hallelujah. Amen. Lakini haikuanzia katika Wagiriki, But it did not begin to the lakini Greek. mwanzo wao wa historia mkuu
kubwa But in the beginning of the ilikuwa history, katikati ya watu wa it Hebrania. started among the Haleluya. Hebrews. Ni Amen. kusema ilienda kugeuzwa It means that it was kutoka changed Kiebrania, from the Hebrews, kisha wakaenda kuitranslate and Mkingiriki, they translated na it to from Greek. Greek ndio maana tunaenda kuitranslate sasa Mfransa, Mkiingereza na malugha And from mbalimbali. Greek we translate it to various languages. Jina Mungu wetu libarikiwe. Amen. Sasa Mkiebraniwa, Hebrania, In Hebrews, walikuwa naita Tevila. Tevila ilikuwa inamaanisha nayo paka vile kuingizwa katika maji they called it like this, to be taken into na the kutolewa water. katika maji. Amen. Haleluya. Amen. Na alama yayo ilikuwa inaonyesha ni symbol ya kuonyesha kama kusafishwa, kutengenezwa, And this was a symbol of ama sanctification, maisha mapya or a new life ndani ya Yeshua. Haleluya. Amen. Yeshua ni kusema ndani ya Masia Yesu in Kristo. Jesus Christ, Ni kusema uzaliwa upya. meaning to be born again. Ndio kisi ilikuwa inamaanisha. That is what it meant. Jina Mungu wetu libarikiwe. Praise the name Maana of the hiyo ndio Lord. ilikuwa maana ya ubatizo, This was the meaning of kuingizwa baptism, ndani to be taken, na kutolewa to nje be merged into the water katika and historia out. yake. Amen. Haleluya. Amen. Katika historia yake. Jina Bwana tulibarikiwe. Amen. Sasa wakati wa Nouveau Testament, But in the New Testament, maana ilikuwa kama vile ritual ambayo ilikuwa inafanyika juu ya kujitakasa, maana ulikuza kitu cha uchafu, uligusa mtu wa ukoma, inabidi aupashe kuingia katikati ya wana wa Israeli, inapasha utengeneze uende kutoa kwenye maji. because this was a ritual of sanctification. Na ndio kwa maana hata nabii Elisha, That is why the prophet wakati Elisha, walimletea ule mtu wa ukoma, when they brought him the man of leprosy, akamwambia kama kwa yeye kutakasika, he said for them to be enda cleansed, kilitupe mara 7 katika mto wa they Yordani. must throw themselves in the river 7 Ilikuwa ni times. maana yake, ilikuwa ni alama ya It kujitakasa. meant it was a sign of purification. Wakati aliingia katika maji When he entered the water, na wakati alitoka Gehazi, and when he came out, akajikuta ukoma he ukatoka. found himself cleansed of Maana hiyo leprosy. ilikuwa ni alama, walikuwa wanajua ni alama ya ubatizo, For that lakini was a sign of baptism. hakuwa anachukuliwa kama vile tunavyochukua kwa siku ya But it leo. wasn't perceived as we know Jina it Bwana wetu today. libarikiwe. Amen. Na sasa kwa yule wakati sasa inakuwa kufanyika namna gani? Sisi tuichukue tuendelee nayo. And at that time, how do we perceive it and Inafika continue with wakati it? It came to the Wa point, Yohana Mbatizaji, John the Baptist, wakati Yohana when John the Mbatizaji Baptist yeye akabadilisha ile mawazo tu ya kujiingiza na kujitakasa, changed the taking yourself sasa and akakuja na cleansing, he ubatizo brought juu ya baptism repentance. for repentance. Haleluya. Amen. Yani zamani ilikuwa ni ritual tu ya kufanya tujitakase, Back in the tujitengeneze, days, it was tujie. just a sanctification Lakini ritual. wakati Yohana Mbatizaji alipokuja But when John the Baptist akaleta came, ubatizo, he brought ikakuwa baptism. sasa alama It became a ya sign kutubu dhambi, of ya repentance, kugeuka na kumrudilia Yesu of Kristo. changing and turning Na to sababu kana Jesus. alifanya vile, And why did he maana do alijua this? sema mkombozi For Masia he knew the Savior, eko the nakuja, Messiah, is coming. inabidi Israeli Therefore, apate Israel kujitakasa, must sanctify apate themselves, kujiandaa must prepare juu ya themselves kumpokea Masia to Yesu receive the Kristo. Messiah, Jesus Jina Bwana wetu Christ. libarikiwe. Praise the name Na of the ndipo Lord. tulipokea sasa ubatizo And that's when we receive ambao baptism tuko naendelea nao that we sasa. continue with today. Sasa mu Nouveau Testament, In the New Testament, jina Bwana wetu libarikiwe. praise the name of the Katika Lord. Agano In the Jipya New Testament, sasa tutaenda kusikia ya we kama heard ubatizo that baptism umekuwa ni is muunganisho a wa unification mwanadamu na Yesu of Kristo. Christ and Sasa men. ni alama inayoonyesha It nini? is a sign that Kama demonstrates, vile Yesu Kristo aliingia as makaburini Jesus entered the siku tomb ya jana yesterday, na leo iko and makaburini, today he's in the manake ni tomb, kusema ya it kama means ni kufa pamoja na that it Yesu is Kristo. dying with Christ Jesus. Jina Bwana tulibarikiwe. Praise the name of Kwa the hiyo Lord. tutaenda kusikia katika Mathayo, Therefore, we'll read in Matthew. maana Yesu Kristo alituamuru ya kama tuwabatize watu For Jesus asked us to katika baptize maji hii to this water, juu wapate kufa pamoja that they naye. can die with Christ. Haleluya. Amen. Na pia wapate kufufuka naye. And be resurrected with him. Tutasoma katika Mathayo We'll read the book of Matthew. 28 Matthew 28 na 19. Tusikike ni Biblia nasema. Soma Mathayo Yes. 28 mstari wa 19 Mpaka 12. mpaka 12. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Basi enendeni mkafanye mataifa yote Right. kwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Na tazama, mimi ni pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari.
Amen. 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 Amen, amen. Amen. Sasa mpaka hata Yesu Kristo naye pia Even Jesus Christ, alipita katika hiyo njia he went moja. through this route. Kristo hakukuwa anabatizwa Jesus was not baptized maana juu yeye anapasha kutubu kutoka dhambi that zake. he can repent from his sins, Yeye alikuwa Mungu but he mtakatifu, was God who was lakini holy. alikuwa anatimiza yale ambayo ilibidi yeye apate kuyafanya kama vile wanadamu wote wanafanya. But he was fulfilling the will that he must have Ilikuwa ni accomplished. utifu mkubwa It sana ambao was great Kristo obedience alijishusha yeye mwenyewe. that Jesus humbled Lakini himself. shabaha mkuu wakati ya ubatizo wa Yesu But the Kristo, great purpose in this kitu baptism, kilikuwa cha maana pale the important thing ni there, Mungu apate kumhakikisha mbele ya watu wote was kama for God to establish him yeye ni mwana as wake mpendwa his beloved son, ambaye tunapasha kumsikiliza. that we must listen to him. Haleluya. Amen. Sasa wakati wa Agano Jipya And so the time of the New Testament, tunasikia Yesu Kristo kisha kufa we see after Jesus Christ's na death kufufuka sasa, and resurrection, akawaambia mitume wake he katika tells his Mathayo, disciples in sasa Matthew, nendeni he says, therefore go kwenye mataifa yote and make disciples of all nations, mkiwatangazia neno la habari njema, proclaiming to them the good news, mkiwabatiza katika jina la Baba, baptizing them in the name of la the Mwana na Father, la Roho the Son, Mtakatifu. and of the Holy Spirit. Jina Bwana tulibarikiwe. Praise the name Ni of the kusema Lord. ya kama It is to say wakati that watakapobatizwa when they are baptized, wataenda kubatizwa katika jina la they'll be Baba baptized in the la name of the Mwana Father, the Son, na Roho and of the Mtakatifu, Holy maana hakuna Spirit. uachanisho katikati hao wawili. For there is no distinction between these three. Amen, amen. Amen. Tutaendelea na mambo ya batizo. We'll continue with baptism. Ubatizo Baptism katika New in Testament the New Testament, inaenda kutufundisha it teaches us ushirika about fellowship, ambao sisi the wanadamu fellowship that as human tunashiriki katika beings kufa we partake in na dying kufufuka kwa Yesu in the Kristo. death and resurrection of Jina Bwana Christ. tulibarikiwe. Praise the name of our Manake ni Lord. kusema ya It kama is to say wakati wa ndugu zetu wataenda that kubatizwa, when our friends are ni baptized, kusema wataenda kushiriki they partake katika kifo ambacho Yesu Kristo yuko in makaburini the death that Jesus is in the na grave katika ufufuko wake. and in his resurrection. Amen, amen. Amen. Na ndio alama ya And ubatizo. that is the sign of baptism. Maana hiyo ni symbol ambayo iko naonesha This is a symbol that shows umoja katikati yetu sisi waaminifu our unity between us as believers na Yesu Kristo. and Christ Jesus. Amen, amen. Amen. Kama unabatizwa If you are ni baptized, kusema ya kama it is to say unaingia katika umoja pamoja na Yesu you Kristo. enter into unity with Christ. Unaparticipe katika kifo You chake. partake into his death. Na tena unaparticipe katika kufufuka And you kwake. participate in his resurrection. Maana mjue ya kama For know that wakati Yesu Kristo when Jesus Christ, kila wakati wote alikuwa anaambia mitume wake whenever he told his disciples juu ya kifo, about death, alikuwa tena baadaye anawaambia mambo ya uzima. he would also tell them about life, Asema wakati utakapokuja saying that when I come, nitawachukua nyinyi wote I will take you all mahali itakapokuwa where I will be. na nyinyi mtakuwepo. There you will also Manake be. ni kusema ya It kama means sisi wa Kristo that as kuna Christians, wakati wa kufa there is a time to na die wakati wa kufufuka. and a time to Jina resurrect. Bwana wetu libarikiwe. Praise the name of the Lord. Amen, amen. Amen. Ni kusema tunakufa, It's to say we die, tunaishi, tunashiriki we partake katika kufa in the death na kuzikwa kwa Yesu Kristo and the na kufufuka kwa and Yesu the burial of Kristo Jesus and the resurrection. inatupatia sisi uzima. It gives us life. Jina Mungu wetu libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kama vile Yesu Kristo Just as Jesus Christ alikufa died na akarudishwa kuzima akafufuka, and he resurrected, na ubatizo and baptism, inamaanisha ya it kama means kufa to die na uzima. and to live. Haleluya. Amen. Ni kusema ubatizo tuko nao kwa siku ya leo It's to mean that the Maana baptism we have yake today, the meaning ni of it kufa is to die na uzima. and to resurrect. Ndio maana yayo. That is its meaning. Sasa ni kufa It is to die. kunini To die to what? na kuishi kunini. And to live to what? Ndio Bwana tubarikiwe. Amen. Ubatizo ni kufa kunini Baptism is to die to na what? kufufuka kunini. And to resurrect to what? Wakristo na waamini wote Believers and Christians, wanapasha wafe kudhambi they must die to sin na wapate kupata uzima ndani ya and Yesu receive Kristo. life in Jesus. Ndio Bwana tubarikiwe. Praise the name of the Hiyo ndio Lord. maana ya ubatizo. That is the meaning of Ni kusema baptism. wakati watoto wetu watabatizwa, When our friends will be maanake ni baptized, kusema it means maisha yao that their lives imekufa kudhambi, will die to sasa sin wanafufuliwa and they'll be risen kuzima ndani ya Yesu to the Kristo. life that is in Jesus. Ndio Mungu wetu libarikiwe. Praise the name of our Jina la Lord. Bwana wetu Praise the libarikiwe. name of our Lord. Haleluya. Amen.
Amen. Maana hakuna kitu cha maana sana katika maisha ya mwanadamu For there is nothing more important in the life of a man kama vile uzima. than life. Uzima uko wa maana sana. Life is important. Sisi watu tunakuja We kanisani, all come to church. shabaha yetu mkubwa ni juu tunahitaji uzima. Our great purpose is that we need life. Hallelujah. Amen. Kufa To die na kuishi and to live ni fondasyon mkubwa sana is a great ya foundation maisha ya Ukristo. of the life of a Christian. Hallelujah. Amen. Mkristo anapasha kuwa mwenye kufa. A Christian must die. Unakufa You must die. sio kifo cha kimwili, Not a physical death, lakini ufe kifo cha kiroho but die na uwe spiritually mzima ndani ya and Yesu be Kristo. alive in Christ Jesus. Na ndio alama iko naonesha ya kama And that is the sign that wakati shows unapowaingiza katika that when maji, you take them into the water, tunawaplonge katika you maji, put them into the ni water, kusema ni alama ya kuambia ya it is kama a sign to say wao wanashirika na Yesu Kristo katika kifo that chake na they're kuzikwa kwake. participating in the death and Na resurrection of wakati Christ. watakao wakiwatoa And nje, as they come out of the sasa wanaenda water, kushiriki uzima mpya, they partake in the new wanazaliwa life wanakuwa wazaliwa wapya and they become newborn katika imani yao. in their faith. Tena Mungu wetu libarikiwe. Amen. Amen, amen. Amen. Iko kitu cha maana sana. It Maana is an important thing because kufa na kuishi to die and to live ni fondasyon mkubwa sana ambayo is a great foundation ya maisha yetu, juu ya kubadilisha maisha. of our lives that changes our lives. Hallelujah. Amen. Maana tumejua ya kama hiki kitu Because we know this thing sio kitu cha muda tu wa siku moja, is not something that only lakini happens ni in one process iko day, inaendelea kila wakati but it kila is an wakati. ongoing process. Tunapotenda dhambi, When you sin, tunamrudia Mungu you wetu return to na Mungu Christ anatukubali tena. and He accepts Tunakufa us. kudhambi, You die to sin, tunarudia kwa uzima. you come back to life. Hallelujah. Amen. Na ndio kwa maana kila wakati wote tunakuambia katika maombi ya kuomba toba kila That wakati is why wote. we always pray Sababu repentance. tuko napenda tuendelee kufa Because we want to continue to die to kwenye sin. kifo cha dhambi, We want to continue to die to lakini sin tuendelee kudumu na kuishi and continue to pamoja na live Yesu Kristo. and dwell in Jesus Christ. Tutaenda kujifunza juu ya kufa kudhambi. We'll learn about dying to sin. Hallelujah, nitaenda haraka sana. I'll be brief. Kufa kudhambi maana yake ni kusema To nini? die to sin, it means Ni kuchukua maamuzi it is to make the ya decision kuvunja to break, na kubreak out, kutoka, kukimbia, to flee, kuamua kuwa mbali to accept to go na far kila aina yote ya dhambi. from every kind of sin. Hallelujah. Amen. Kuwa mbali, To be far, kujitenga to separate na yourself domination ya from dhambi. domination of sin. Sio maana ya kufanya nini? That is the meaning Ya kufa kunini of kudhambi. dying to sin. Wakati wanapobatizwa When you are baptized, wanakufa kwenye you dhambi, die to sin. manake ni kusema It means wana break out. that you break Iko kama out. vile mtu alikuwa It is mprison, as someone who was in iko prison. mfungwa, They're in prison, lakini sasa but now anafanya nguvu yake they've done yote, everything with their ana power break out and broken na out kwenda nje. of the prison and Jina gone Bwana wetu outside. libarikiwe. Amen. Na ndio maana ya kufa kwenye And that is dhambi, the meaning of dying to ni sin. kusema ya kama It is to say Mkristo that a Christian anapasha kureconnect ya kama must understand dhambi iko na uharibifu, that sin destroys, dhambi iko na opose mapenzi ya that Mungu. sin opposes the will of God. Napasha nikimbie dhambi. I must flee from it. Hallelujah. Amen. Kama unakubali kubatizwa, If you accept to be manake ni baptized, kusema ya kama it means mnakubali kukimbia dhambi, that you accept to flee from sin. mnapenda kubreak out You want to break out katika domination ya dhambi, of the dominion of lakini sin, mnapenda kuishi na Yesu but you Kristo. want to live with Jesus. Hallelujah. Amen. Jina la Bwana wetu libarikiwe. Praise the name of the Lord. Tutaenda kusoma kitabu ambacho kitakuwa ni kitabu cha maana sana. We'll read a very important book. Ni Warumi 6 Romans 6, 1-4. verse Hapo 1 ndio to penye ambapo 4. tutaendelea That is where we'll read. mpaka nisimamishe kwa madakika kidogo ambayo inabakia. Tusome Warumi sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 4. Right. Tunaisoma kwa jina la Yesu Kristo. Tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha! Sisi tuliokufa dhambi tushije tena katika dhambi? Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo tulibatizwa katika mauti yake? Right. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya ufufuko, kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya
wa uzima. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Paulo anakumbusha kitu kizuri sana. Paul reminds us a very important Maana thing. tumejua ya kama Because we know ubatizo that baptism ni gift ambayo tunapokea kwa Bwana is a wetu. gift that we receive from our Ni Lord. means of grace ambayo tunapokea, neema ambayo tumepokea kwa Bwana wetu. It is a grace that we receive from Sasa God. Paulo akasema ya kama And Paul said, jinsi tunapokea neema ya how we Yesu Kristo, receive the grace, basi tuendelee kudumu katika dhambi, shall we continue to sin, maana neema yupo. that grace may increase? Akasema hapana, And he said, by no means. maana sisi ambao waliokufa kwenye dhambi, Because we are those who have died to sin. haistahili tena sisi tupate kurudia kwenye dhambi How tena. can we live in sin again? Haleluya. Amen. Ni kusema sisi wale ambao It is to say us walikufa kudhambi, who died to sin. yawezekanaje tena turudi kwenye mauti? How can we live in it again? Haleluya. Amen. Ni kusema kama sisi wote ambao It is to say all of us waliobatizwa katika ubatizo wa Yesu who have been Kristo, baptized into Christ ambao sisi Jesus, waliobatizwa ndani ya kifo who were chake. baptized into his death, Sasa ni kusema tumeshazikwa we have been buried pamoja na Yesu with Kristo. Christ Jesus. Haleluya. Amen. Tumeshazikwa pamoja na Yesu We have Kristo. been buried with Manake ni Christ. kusema It is to say wakati mtu that anapobatizwa when one was anaingia baptized, katika maji, they enter the manake ni water. kusema anazikwa pamoja na Yesu It Kristo means they're buried with Jesus Christ kupitia ubatizo wa kifo through the chake, baptism of his death, ili sisi that we, kama vile Yesu Kristo alienda kufufuliwa toka just as kifo Jesus cha Christ was mauti, resurrected from ndivyo death, hivyo na sisi that pia is how us tutaenda kuishi will also be raised katika utukufu wa Baba yake through the glory of his na Father tupate maisha mapya. and receive a new life. Haleluya. Amen. Ubatizo kumbe ni kitu cha maana sana. Therefore, baptism is crucial. Inatuambia sema tufe It tells us to die, kudhambi to sin, na tuishi na Yesu Kristo. and live with Christ. Kama ukisikia Paulo tena If you also hear Paul katika Wakolosai in Colossians 2:12, 2:12, naenda tena kuwakumbusha mpaka kile kitu kimoja he sana. reminds them the same thing. Asema sisi tulizikwa He says we were buried, pamoja naye we were crucified with Christ katika ubatizo, through baptism, ambao tena sisi tulienda kufufuka naye and we were also raised kwa imani by faith. ambayo iko natumika ndani yetu kupitia Baba Mungu wetu, It's working in us through ambaye God, alienda kumfufua Yesu Kristo toka kifo. who raised Jesus Christ from Ni the dead. kusema ya kama It is to say Mkristo wote that a Christian, unapomwamini Yesu Kristo, whenever you believe in ni Jesus vizuri Christ, ukubali kubatizwa. you must accept to be Maana kubatizwa baptized, huku because this sio tu baptism kama vile sacrament, kitu cha mwili tunaona kwa is bure, not just a physical lakini katika sacrament, kiroho but ni spiritually kusema kama tumekufa kwenye it mauti, means that we're dying kwenye from dhambi, sin. tunasema dhambi bye We bye, say bye bye sasa to nimekuwa wa sin, Yesu and Kristo. now I belong to Unasema Jesus. maovu yote You sasa say evilness, I ninakukataa, reject you, napenda kutembea na Yesu I want to Kristo. walk with Jesus. Ndio maana ya ubatizo That is kuingizwa the katika meaning of maji. baptism. Ni kusema wakati wanapoingizwa katika Is to maji, say when you're taken into the water, wanakubali kufa pamoja na you Yesu accept to Kristo. die with Jesus Jina Bwana wetu Christ. libarikiwe. Praise the name of the Lord. Kufa kwenye dhambi To die to sin. maana yake ingine ni kusema kama Another meaning is ni ushirika wa kushiriki katika kifo cha Yesu, kama vile it tulivyosema. is to partake in the fellowship of Christ. Maana katika hii Warumi 6 Because in here Romans Paulo 6, anatukumbusha vizuri sana Paul reminds us, ambavyo kama vile Yesu Kristo alikufa just as Jesus Christ died kudhambi mara moja juu ya watu wote, for everyone, na sisi wote tukumbuke ya kama let us remember utu wetu wa zamani that our old, ulienda kuzikwa pamoja naye, that our past was crucified ulikufa with him. pamoja naye. It was buried and died with him. Haleluya. Amen. Utu wetu wa zamani Our past, our old ulikufa pamoja na flesh, Yesu Kristo. it died with him. Jina Bwana tulibarikiwe. Amen. Utu wetu wa zamani, hali yetu ya zamani Our old nature, ilikufa pamoja na Yesu it Kristo. died with Jesus Christ. Jina Mungu wetu libarikiwe. Amen. Amen, amen. Amen. Ni kusema kama ule mtu wetu wa zamani, It's to say that old nature, wakati unapoingia katika maji, when you enter the water, toka uonekane kama naanza hatua mpya ya maisha. come out and start a new life. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ubatizo uko wa maana sana katika maisha ya Mkristo. Baptism is important in the life of a Christian. Haleluya. Sasa kufa kwenye
kwenye dhambi, To die to maana sin. yake mkubwa tena Great meaning ni kupata uhuru kutoka domination ya dhambi. is to receive freedom from the Maana dominion of wakati sin. unapoingizwa katika maji, When you're taken into the water, umebatizwa, you are baptized. umeenda kufa kwenye utu wako wa You dhamani, die to your old maanake ni self. kusema ya kama It is to say unaenda kutangaza that you are proclaiming freedom freedom kwa ile domination yote ya kila aina yote ya dhambi. over all dominations of sin. Ni kusema It's to say kufa to kudhambi die to sin. inamaanisha ya It kama means dhambi haitakuwa tena na power juu ya maisha yetu. that sin no longer has power over Jina la you. Bwana wetu libarikiwe. Amen. Wakati unapokufa kwenye When dhambi, you die to ni sin, kusema una declare ya kama you are declaring death hakuna tena uwezo wako. that death, there's no power. Kila aina yote ya dhambi haina tena uwezo juu yangu. All kinds of sin has no stronghold Sasa iko na over you. uwezo juu yangu ni Yesu Kristo. And the one that has power over you is Ni Jesus kusema ya Christ. kama dhambi It is to say that hatakuwa sin tena bwana wako, will no longer be your God, hatakuwa master wako will no longer be your kuongoza. master guiding Maana you. sasa But now, hauna tena chini ya you're no sheria, longer under the sasa law, uko chini ya neema ya Yesu but you are Kristo under the grace of ambayo Jesus inakufanya wewe that makes you umeokoka saved. na umeitwa mwana wa Mungu. And you're called a Jina la child Bwana of wetu God. libarikiwe. Praise Ni the name of kusema the ya Lord. kama It is to wakati say ulipomkubali Yesu that when you Kristo accepted Jesus Christ tukabatizwa katika maji, and was baptized ni in the kusema ya water, kama it is to say tulikuwa na declare ya kama that you were wewe declaring dhambi hauna tena na uwezo juu yetu. that sin has no Sisi power tumekuwa over wana you, wa Yesu but we have Kristo. become children of Hauna God. tena our master, That sin is no longer our hauna tena master. mwalimu wetu, You're no longer our teacher, lakini mwalimu wetu but sasa our teacher ni Yesu is Kristo. Jesus Christ. Jina la Bwana wetu libarikiwe. Praise the name of the Lord. Kufa kwenye mauti, To die to sin, kufa kwenye to dhambi die to sin, ina maana tena kumaanisha ya it kama means again ni kutakasika, that we are ni sanctified, kupokea msamaha wa to dhambi. receive Ni forgiveness. kusema ya kama It means wakati watoto watakapobatizwa that when you're wanapokea baptized, msamaha wa you dhambi receive the zao forgiveness for kwa your Yesu sins Kristo. from Jesus Jina la Bwana wetu Christ. libarikiwe. Praise the name of the Wakati Lord. wanapobatizwa When you are baptized, wanaenda kutamewa dhambi zao, you repent of your sins wanaanza maisha and mapya you begin a new life pamoja na Yesu with Kristo. Jesus Christ. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Praise the name of the Lord. Amen, amen. Amen. Na ndio kwa maana And that is Paulo why aliwaambia ya kama, Paul Amen. said, Petro aliwaambia ya kama Peter told them, he wakati said, alikuwa anafanya serma yake, when he was, akamwambia sema tubuni he said, repent na mpate kubatizwa and be baptized katika jina la Yesu Kristo, in the name of Jesus, ili nyinyi wote mpate kupokea msamaha wa that dhambi. you may receive the forgiveness of Manake your ni kusema ya sins. kama It means watu unapomkubali Yesu when you Kristo accept Jesus na Christ tumebatizwa, and are baptized, tumeenda kusamehewa makosa we are yetu. forgiven of our sins. Haleluya. Amen. Mungu wetu ametusamehe makosa yetu. Our God forgives us Jina of la Bwana our wetu sins. libarikiwe. Praise the name of the Na Lord. kitu kikubwa cha maana And the great important akasema kama thing tunapobatizwa mnaenda kupokea na gift mkubwa, is when you are ni baptized, uwezo wa Roho you Mtakatifu. receive the gift of the Holy Jina la Bwana Spirit. wetu libarikiwe. Amen. Amen, amen. Amen. Maanake akufa katika kifo cha dhambi It means to die to sin imetupa tumaini gives us hope ya kuishi. to live. Jina la Bwana wetu libarikiwe. Praise the name of our Lord. Haleluya. Amen. Kufa katika dhambi To die to sin ni kitu cha maana ambacho mwanadamu hawezi kukisahau, is important that men should not forget. maana hiyo ni maisha yetu ya kwanza, For that is our first life, ya kwanza kutembea na Mungu wetu walking with Jesus na kuishi katika neema yake. and living in His grace. Acha niwaambie kitu kikubwa sana Let me tell you a great thing. katika hii ubatizo. Nisikie nisema kitu kama In this hiki. baptism, Unajua, you know, katika ubatizo ambao ama kifo ambacho Yesu Kristo alikipitia, in the death that Jesus went through, Yesu Kristo alipita katika mateso mengi. Jesus went through great Na suffering. jana mchungaji akanikumbusha sema, unaona je, tuwe na vendredi juu ni siku ya mzuri sana, And yesterday the pastor ambayo ni reminded me, siku what ya do you think about kwenda Friday? kukumbuka mateso ya Yesu Which is a Kristo. Good Friday, we remember Lakini the suffering ikaonekana of tukuwa na muda wa Jesus. kuwakalisha jana na leo na tena dimashi kwa hii But- masiku yote tatu ya kuendelea. But to have time to congregate Jina those Bwana 3 days, tulibarikiwe. we didn't have. Sasa Amen.
nikaenda kukumbuka kifo cha Yesu And Kristo, therefore I remember the ambayo death of sacrifice Jesus. mkubwa sana ambayo watoto wanaamuru The great kwa siku sacrifice wale wapate that kubatizwa, our children have decided to wageuzi be wawe baptized today, to wapya be changed na and made wazaliwe anew, kuwa viumbe vipya. and to be born Kuna again. kazi kubwa sana ambayo Yesu Kristo alipita. There is a great work that Jesus Maana did. niliwaambia ya kama Because I told tuna them sacraments we mbili. have two sacraments. Sacrament ya The kwanza first ni sacrament ubatizo wa kuingizwa katika is the maji, baptism of being ambayo taken in the inamaanisha water kufa pamoja na that Yesu Kristo demonstrates dying na with kufufuka Jesus pamoja na Yesu and being Kristo. resurrected with Na him. sacrament ya And pili the second ni ile ambayo sacrament tunapokula mkate wa is when we Yesu eat the Kristo body of Jesus na Christ tunapokunywa kikombe, and we take the cup. hapo tumeenda kutangaza, There we proclaim yani kushirika katika mateso ya mwili wa Yesu the Kristo fellowship in the suffering na of Jesus msamaha wa dhambi Christ. zetu kupitia damu aliyomwanga msalabani. Amen. Jina Bwana tulibarikiwe. Praise the name of the Kwa Lord. kupokea msamaha wa dhambi, You receive the forgiveness wewe of upate sin, kusamehewa dhambi zako, that you can be forgiven of your ilibidi sins. mtu mmoja It required one person akubali kuingia katika to kaburi, accept to go to the akubali grave, kushinda katikati to ya accept mauti, to stay in the grave, akubali kuingiza katikati ya watu ambao weko watu wenye to kulahaniwa. accept to be taken among those who were Yeye cursed. aliyekuwa na uhai wa milele He yote who had eternal life akakubali kuvala mwili wa kufa accepted to carry on the juu body wewe of na mimi death, tupate kuokoka, that you and I can be ili saved, tupate kuelewa maana ya kufa kwenye that we dhambi. can understand the meaning of dying to Yesu sin. Kristo Jesus Christ, katika hii wakati wa Passover in this time of ama Passover hii Easter, or this time of Easter, tunakumbuka vikombe vitatu. we remember the three cups. Amen, amen. Amen. Vikombe vitatu ambavyo vilitupeleka sisi The three cups that took katika us ufungulivu wa maisha yetu. to the deliverance of our lives. Jina Bwana tulibarikiwe. Amen. Jina Bwana wetu libarikiwe. Amen. Vikombe vitatu ambavyo The three cups vinatukumbusha that remind ufufuko us wa maisha yetu. of the resurrection of Jina our Bwana lives. tulibarikiwe. Praise the name of the Kumbuka Lord. kikombe cha kwanza Remember, the first cup ni kikombe cha sanctification. is the cup of sanctification. Hallelujah. Amen. Kikombe cha The sanctification cup of sanctification ambao Waebrania wanaita kidushi, that the Hebrews called ambayo the ilikuwa name, inamaanisha baraka which meant blessing na kutakaswa. and sanctification. Amen, amen. Amen. Yani baraka na It kutakasika. means blessings and Sasa hiyo sanctification. kikombe This was a cup ilikuwa ni kikombe cha maana sana that was a very important ambacho cup kilibidi Yesu Kristo that Jesus naye Christ pia apate kukipitia. had to go through. Haleluya. Amen. Kikombe cha utakaso The cup of sanctification. alikipitia juu atutakase sisi. He went through it so he can sanctify us. Akakubali kukunywa ile He kikombe. didn't accept to drink this cup. Ni kikombe cha uchungu, It was a painful cup. sio kikombe cha furaha. It is not a joyful one. Ndio Bwana tulibarikiwe. Amen. Lakini Kristo akakubali kukunywa kwenye kikombe hiki. But Jesus accepted to take it. Hallelujah. Amen. Na kikombe cha And pili the second cup ilikuwa ni kikombe cha mapigo. was the cup of being hit. Amen, amen. Amen. Kikombe cha The mapigo, cup of bitterness. tunajua katika We Israeli, know in Israel, wakati Israeli alikuwa katika utumwa hapo Misri, when Israel was in slavery in yani Egypt, kwa kuwa Yesu Kristo ama Mungu wetu Jesus Christ, kwa kuwaokoa in order to save them, our ilibidi God, kuwe utimilifu wa kikombe cha pili there had to be the second cup ambacho kilikuja kufanyika that was fulfilled, kwa sisi tupate kuokoka ndani ya Yesu Kristo. that we can be saved in Jesus Lakini Christ. zamani, kama tukianza mambo ya Pasaka, iko mrefu sana. But back in the days, Haleluya. amen, Lakini wakati wana wa Israeli walikuwa Misri, when the Israelites were in Egypt, kulikuwa kikombe ambacho Kristo Mungu wetu there was a cup that our God alienda kukitia katikati ya Misri, put in Egypt, kikombe cha mapigo. the cup of God's Na kwa wrath. nini mapigo? And why God's wrath? Juu ya wana wa Israeli wapate kuombolewa. That the Israelites could be saved. Haleluya. Amen. Kikombe cha uchungu, The cup of juu bitterness. Israeli apate kutoka katika utumwa, The Israelites could be saved. juu Israeli apate kukombolewa. The Israelites could be Maana saved. Biblia imetuambia ya kama For the Bible tells us Mungu akapiga wana wa Misri that the wrath of God fell Kwa upon the masiku Egypt tatu. for 3 days kwa giza kubwa sana, by a great na darkness. kisha baadaye And afterwards, akaanza kuchukua watoto wazaliwa wa he kwanza, started taking the firstborn, mmoja kwa mmoja, one by one, mmoja kwa mmoja. one by one. Na sababu alifanya And vile, the reason for him maana doing alijua ya this kama was because he hilo ni knew pigo ambalo
That was the wrath nitamwambia Farao ya that I kama would tell ni wakati wa kuacha watu wangu Pharaoh that it is wawe time to huru, leave my watoke waende people, wakaniabudu. to let them go worship Je, me. Bwana libarikiwe. Amen. Sasa wakati hiyo kikombe Mungu And alikimwanga, when God poured that kile kikombe wrath, ni kikombe cha hasira ya Mungu. that was the cup of the wrath of God and Ilikuwa anger ni of kikombe God. cha hasira ya It Mungu. was the cup of the wrath Maana and Mungu anger of God. alikakasirika, Because the Lord was akasema ya angry. kama, And he said ewe Farao, that Pharaoh, hawa ni watu wangu, these are my children. nitamwaga kikombe cha hasira I yangu will pour the cup of juu ya my wrath kukufundisha to teach you a ili upate lesson kuliberea wana wangu watoke that you can liberate na my uende people kuniabudu mimi. to go and Je, worship Bwana me. tulibarikiwe. Praise the Na name of our wakati Mungu Lord. alimwaga kikombe And hicho, when God poured out this wrath, Misri ikakuwa kilio, watu wakalia, people weep. wazaliwa wa kwanza wakafa. The firstborn died. Na hapo hapo Farao akasema eba Pharaoh said, mubache baende, let them go. mubache baende. Let them go. Haleluya. Ni kusema ya kama Is to say, na wewe pia, you too, kwa wewe kukombolewa, for you to be saved, kuna mtu mmoja ambaye there is one person alikuja kupiga vita, who came to fight ambaye war, alipenda kukunywa kwenye kikombe hicho cha uchungu. who wanted to take onto the cup of affliction. Yeye akajitia sasa He made himself nafasi ya mapigo ya wana wa Israeli, in the place of the Akajitia afflictions hapo of the yeye. Israelites. He took their maana kikombe burdens. cha hasira ya Mungu wetu, Because the cup of his wakati Mungu wrath, anapomwanga hasira when yake, the Lord poured on his wrath, matokeo ni kifo. it led to death. Matokeo ni kifo. Its result was Na tu death. kwa maana Yesu Kristo alisema ya kama And that is why Jesus hata Christ said, kikombe hicho let this cup kiniangukie mimi, come to me, lakini mwanadamu apate kuokoka. that man can be saved. Ni kusema ya kama sisi wanadamu It is to say, as human tulikuwa wenye beings, kuandaliwa kifo cha milele, we had prepared, there was maana eternal death tulikuwa prepared telema for rebele us. kumbele Mungu wetu. Because we were rebellious before our Lakini Kristo God. akasema, Baba, But God said, mimi niko mzaliwa wa kwanza wako, I am your firstborn. acha hasira yako isiye penye niko mimi, May your cup, lakini may your mwanadamu anger apate end kupata with me, uzima. that man can have eternal Haleluya, life. Amen. haleluya. Amen. Piga mikono sana, mshangilie Mungu wetu. Clap and rejoice for Jesus. Napenda kumaliza na kikombe cha tatu. And the third cup Ilikuwa ni kikombe cha ufungulivu, was a cup of Redemption. deliverance, redemption, cha ukombozi. redemption. Acha niwaambie wapendwa, Let me tell you, beloved, Yesu Kristo kutuokoa sisi wanadamu, Jesus Christ saving us, kufa death haina kitu rahisi, is not easy. ilikuwa kitu kigumu sana. It was a very difficult thing. Nakumbuka Yesu Kristo, hiki kikombe, I remember this cup. kama unapenda kukikumbuka vizuri, If you want to remember it well, kisi kilikuwa na hatua ya juu sana. how it was so powerful. Kumbuka wakati Kristo alikuwa katika Gethsemane. Remember Jesus in Gethsemane. Wakati Kristo alikuwa katika Gethsemane, When Jesus was in Gethsemane, alikuwa akiomba, he was praying, akaangalia mbele yake, and he looked before kuna him. kikombe iko mbele yake, There was a cup, kikombe cha uchungu, the cup of affliction, kikombe cha kifo, the cup of death, kikombe cha the mateso, cup of pain, maumivu, the cup of suffering ilikuwa mbele yake. was before him. Akapiga magoti, And he bowed down on his akaangalia knees, kikombe, and he looked at the cup, akasema, sema Baba, and he said, Father, kama ikikupendeza, if it is pleasing acha to you, kikombe hiki may kinipite, this cup pass me. acha hii hasira iende mbali May nami, this wrath go far from me. lakini Baba, But Father, sio kwa mapenzi yangu, let not my will be lakini sio done, mapenzi yako but may your will be yapate done. kutimilika. Amen. Yesu Kristo Jesus wakati Christ, alipoona, when he saw, alikuwa kiomba, jasho ikatoka ikageuka when kama he vile damu, prayed and his sweat turned into naangalia blood, usungu mbele yake, as he was perceiving the maana yeye affliction, ndiye because he ambaye alichukua masikitiko ya is the one mwanadamu who took upon our ili sins. mpiti apate kukubali kikombe cha He had to uchungu, accept the cup of apate suffering, kufa, that he must die achukue lahana yako, and take upon your atoshe curses hasira ya and Mungu, take upon the lakini anger wewe of upate God, kuokoka. that you can be Ndio Bwana wetu redeemed. libarikiwe. Amen. Na njoo kwa maana katika kikombe And hichi that is why in this cup, Kristo akasema, Baba, Jesus said, God, acha kikombe hiki kinipite, may this cup pass me. lakini akasema kama But he said Akaangalia. afterwards, misio yangu sio mimi, lakini ni mwanadamu. my mission is not me, but it is men. Kama nikiacha kikombe hiki kinipite, If I let this cup ni pass, kusema mwanadamu ataokoka. men will not be saved. Haleluya. Amen.
Yesu Jesus akukubali Christ kuchukua kikombe hiki. did not let this cup Juu tu yako wewe na mimi, not just to condemn you and I, lakini aliona condemnation ilikuwa mbele yako. but he took the condemnation that was before you. Aliona condemnation ilikuwa mbele yako. He saw the condemnation that Najua was kwa maana before Kristo you. alikubali, asema Baba, That is why he accepted and acha said, mapenzi yako atimilike. your will be done. Kristo akakubali kufa. Jesus Na accepted leo to hii die. eko makaburini. And today he is on the Ni grave. kusema alikufa na maisha yetu yote. He died with our lives. Alikufa na kila aina yote ya dhambi He zetu died with zote. all kinds of Alizichukua sin. msalabani He took it all on the na cross. akafa. And he died. Lakini However, hakika ikama yeye atakapofufuka atatufufua na sisi pia. when he resurrects, we are resurrected with Hallelujah. him. Amen. Na juu kwa maana And that is why tunapobatizwa when we are baptized, ni kusema ya kama it is to say tumekufa kwenye maisha yetu ya kale, that we die to our sasa old self, tumeenda kuishi katika maisha yetu ya sasa. and we are alive in Christ Ndani ya and in Yesu our new Kristo. life in Jesus Christ. Kitu cha maana The important thing is, katika ubatizo in baptism, ni kuishi juu ya Yesu is Kristo. to live for Christ. Kuishi juu ya Yesu Kristo. To live for Christ Wapendwa Jesus. katika Kristo, Beloved in Christ, wandugu wote ambao tuko mahali hapa all believers in na this vijana wote place, wataenda kubatizwa, and all the young people in mjue this ya place, kama know that wakati mtaenda kubatizwa when you will be baptized, mtaenda kufa pamoja na you Yesu will Kristo. die with Christ Mtaenda Jesus kufufuka na pamoja na and be Yesu Kristo. resurrected with him. Kinachowabakilia nini? What comes and Ni kusema follows ya kama is for you hata muishi juu ya Yesu Kristo. to live for Christ. Acha muishi juu ya Yesu May you Kristo. live for Christ. Maana yake kuishi juu ya Yesu Kristo ukisema To live for acha Yesu Christ Kristo kuwe centre ya maisha yenu. is to let Jesus Awe be the center kiongozi of your kuongoza life. katika maisha To yenu. let him be Awe your mwalimu wa leader and kuwatawala guider. katika maisha To yenu. be the teacher that Akiwaongoza rules katika you, kila hatua yote. leading you in every step, Awasaidie, awalinde. helping you and Na wapatie protecting you nguvu. and giving Jina you Bwana wetu strength. libarikiwe. Praise the name Kwa of hiyo our kilichokuwa Lord. cha maana kwa hii wakati That's why the important thing at this moment ni mwanadamu kufa kwenye dhambi zake. is for you to die to sin. Ikiwa kama wewe umeshafufuka If zamani, you've already risen, umefufuka kwenye dhambi, you've been raised from Kristo sin. yuko anatuambia kama Jesus is telling acha us, tufe kwenye hali yote ya dhambi. let us die from all kinds of Acha sin tumuone Yesu Kristo and see Jesus ambaye alichukua Christ, makosa yetu, who took our sins. alijitwika huzuni wetu, He ghadhabu crucified with ambayo our ilikuwa sins. juu ya maisha yetu The punishment that was on our yote shoulders ikatiwa juu yake, was all taken na by kwa him. kupigwa kwake kukaongezeka sisi tumepata kupona. Amen. Haleluya. Amen. Tumepona katika kila aina yote ya And we dhambi, have received healing katika from all vifungo vya types of shetani tuko sin, huru. from all the strongholds of Na the juu kwa devil. We maana are free. wapendwa katika Kristo, That is why, beloved in Christ, kubatizwa baptism ni alama mkubwa sana, is a great sign. ni alama ya kufa pamoja It is a naye symbol of dying na with him kufufuka pamoja na Yesu and being Kristo. risen with him. Ufe kwa siku ya leo Die to sin na today uanze maisha na Yesu and Kristo. begin a new life with Behavior Jesus. yako ya zamani Your old behavior inapasha kubadilika. must be changed. Kama wewe ulishabatizwa If zamani you've been na baptized mimi nimeshabatizwa and I have zamani, been hali baptized, yetu ya zamani inapasha kubadilika. our old nature Maana must change. tumeshakufa kwenye dhambi, For we have died sasa to tuko sin. hai ndani ya Yesu Now we Kristo. are alive in Na Jesus. Kristo And Yako Christ natungojea is awaiting wakati us. atakapokuja, When he comes, hata kuchukua he will take na you kukupeleka mawinguni. to the Itakuwa ni heavens. furaha mkubwa It will sana. be a great joy. Amen, amen. Amen. Na njoo kwenye ambapo tuko nawapeleka wana And wetu. that is why we're taking our Siku ya leo ni people. siku ya furaha sana, Today is a day of joy, siku ya kufa, the day of kulala dying naye kaburini, and going to be unapumzika buried mzuri. in the tomb. na wakati unapolamuka kutoka maji, And when you are risen from the water, unawekwa muhuri wa Roho Mtakatifu. Unasikia bidii ya kufanya kazi ya you Mungu. feel the joy to Unasikia do the word of bidii ya God. kumfuata Yesu Kristo. You feel the joy to follow Unasikia God. hamu ya kumkumbuka kila wakati You feel wote. the joy to follow Unasikia him, hamu ya kuvunja mkate na kunywa to break bread damu yake kila and wakati drink wote. the blood of Maana ni Jesus. kitu kia maana sana For ambacho it is tuko such nafanya an mahali hapa. important Ni thing. kitu kia ufufuko, It is ni such kitu an kia important thing uzima, of ni life. kitu kinachotupeleka katika uzima wa milele, And it takes ni us kitu into kinachotupatia eternal life and ushindi, gives us ni kitu ambacho victory. kinatufungua katika It's something minyororo ya that mwovu shetani, ni frees kitu us ambacho from the chains kinatutosha of the katika devil. ufungu wetu katika maisha yetu ya chini, It na brings us tunawekwa from our juu lower ya lives and we are kukubali exalted. kubatizwa ufe pamoja na Because Yesu we Kristo. accept to die Mpendwa with katika jina la Yesu Jesus, Kristo, beloved in Christ. siku ya leo ni siku nzuri sana. Today is a good day. Acha tushirike pamoja na watoto wetu.
Let us Wakati kunaingia participate katika with maji, our believers. na wewe ujiplonge ndani When hiyo. they go in the water, also Katika take kiroho. yourself spiritually Mwambie Baba, na mimi and say, Father, napenda nife I want to die kwa maisha yangu ambayo inanisumbua in sana. my old life that has Nikufe kwa troubled hali me. yangu ya kiburi. To Nikufe die kwa for hali my yangu ya kuwa na pride. kadharau. To die to my Nikufe kwa hali pride. yangu ya kutokupenda watu To wengine. die to my Nikufe not kwa hali loving yote people. ambayo To haimpendeze die to my Mungu wetu. nature that does Napenda not Baba kwa siku ya leo na please mimi you. nitumbukie today katika maji for me to also nitumbukie katika kaburi yako. emerge into Leo ni siku ya tomb. kukubali kuingia katika Today is the kaburi. day to accept to Hallelujah. go into the grave. Kukubali kuingia katika Accept kaburi. to go into the Kaburi sio grave. sehemu nzuri. The grave is not Lakini a Yesu anaweka beautiful siku anasema place. dumbukieni katika kaburi lake. But God said, Na go into wakati the tomb. atakapotoka, And when you come sisi tutatoka out, sisi wote kwa we wazima will come out na ushindi alive pamoja na Yesu and Kristo. victorious Acha with Bwana wetu abariki. Jesus. May Na God abariki bless you kipande katika jina and la Yesu bless this Kristo. moment in Jesus' name. Amen.